Kuna ukweli mmoja mchungu sana ambao watu wengi hawapendi kuzungumzia. Sio kila mtu unayemsaidia atakupenda zaidi. Kwa kweli, wengine wanabadilika kabisa baada ya kuwasaidia. Na kama umewahi kupitia hii hali, unajua inaumiza kiasi gani. Unakumbuka siku ulipoamua kusaidia? Haukulazimishwa. Hakuna aliyekushinikiza. Uliona tu huyu mtu anahitaji msaada, na moyo wako haukukuruhusu kupuuza. Ukaota muda wako, ukatoa muda wako, ukatoa nguvu zako, wengine hata pesa zao. Ulimsimamia, ulimuinua, ulimpa nafasi ambayo pengine asingepata bila wewe. Lakini kilichofuata haikuwa ulichotarajia. Pole pole alianza kubadilika. Sio kwa kelele wala sio kwa ghafla, bali taratibu na kimya kimya. Tabia zake zikaanza kuwa tofauti. Heshima ikaanza kupungua. Mawasiliano yakaanza kupotea. Mpaka siku moja ukagundua kwamba huyu sio yule mtu niliyemsaidia. Na hapo ndipo maswali yakaanza. Nilifanya kosa gani? Kwa nini alinifanyia hivi? Mbona sikuwa hivi kwake? Ukweli ni huu. Huenda hukufanya kosa lolote. Kuna sababu za ndani kabisa zinazosababisha watu kubadilika baada ya kusaidiwa. Na leo utaelewa kitu ambacho watu wengi hawaelewi. Kwanza kabisa, ego ya mwanadamu ni dhaifu kuliko ulivyofikiria. Wakati mtu anapokuwa chini, anakuhitaji. Anaweza kuwa mnyenyekevu, anaweza kuwa mpole, anaweza hata kuonyesha heshima ya hali ya juu sana. Lakini si kwa sababu anataka, bali kwa sababu hana chaguo. Sasa fikiria nini kinatokea unapomsaidia. Anainuka, anaanza kupata nguvu, anaanza kujiona na mwezi. Na hapo ndipo ego yake inaanza kufanya kazi. Anakumbuka kuna mtu aliwahi kumuona akiwa dhaifu, na mtu huyo ni wewe. Badala ya kushukuru, anaanza kujisikia vibaya ndani kwa ndani. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wako unamkumbusha historia yake nyuma. Unamkumbusha siku ambazo hakuwa na kitu. Na kwa watu wengine hilo ni jambo gumu kulikubali. Ndio maana wengine wanaamua njia rahisi, kukuepuka au kukugeuka. Sio kwa sababu umewakosea, bali kwa sababu wanakimbia hisia zao wenyewe. Pili, kuna kitu kinaitwa mazoea ya msaada. Mara ya kwanza unamsaidia mtu, anafurahi. Mara ya pili anashukuru. Mara tatu anaanza kutegemea. Na mara nne anaona ni haki yake. Hapo ndipo mambo hubadilika. Kwa sababu sasa hutambuliki tena kama msaada, bali kama jukumu. Ukichelewa kusaidia anakasirika. Ukikataa kusaidia anakuona mbaya. Ukijaribu kuweka mipaka anakuita mbinafsi. Lakini ukweli ni kwamba wewe hujabadilika. Matarajio yake ndiyo yamekuwa, na watu hawaelewi tofauti hiyo. Tatu, sio kila anayekuja kwako anakuja kwa sababu anakujali. Wengine wanakuja kwa sababu wanahitaji kitu kutoka kwako. Muda wako, connections zako, pesa zako, au nafasi yako. Wakati bado wanahitaji, watakuwa karibu sana na wewe. Lakini baada ya kupata wanachotaka, wanapoteza sababu ya kubaki. Na hapo ndipo utaanza kuona umbali. Ujumbe hautarudiwa haraka kama zamani. Simu hazitapokelewa kama kabla. Na hata ukikutana nao, utahisi baridi fulani. Hiyo si bahati mbaya. Huo ndio ukweli wao tangu mwanzo. Tofauti ni kwamba hukuona mapema. Lakini pia kuna ukweli mwingine mgumu zaidi. Watu wengine wanakuonea wivu baada ya kuwasaidia. Inaonekana ajabu, sio? Lakini fikiria hivi. Wewe ndiye uliyekuwa na uwezo wa kusaidia. Wewe ndiye uliyekuwa juu kidogo yao. Na hilo linaweza kuumiza ego yao. Badala ya kuona msaada wako kama baraka, wanaanza kuuona kama ushindani. Wanajiuliza, kwa nini yeye anaweza na mimi siwezi? Na badala ya kujifunza kutoka kwako, wanachagua kujitenga na wewe, au hata kukupinga. Hapo ndipo utaona mtu uliyemsaidia anaanza kusema vibaya kuhusu wewe. Anaanza kupunguza mchango wako, au hata kujaribu kukuonyesha wewe si muhimu. Sio kwa sababu sio kweli,
bali kwa sababu anajaribu kujilinda kisaikolojia. Sasa swali ni, unapaswa kuacha kusaidia watu? Hapana. Kusaidia ni kitu kizuri, lakini kuna kitu muhimu zaidi unapaswa kujifunza. Kusaidia kwa akili, sio kwa hisia tu. Jifunze kuchagua nani unamsaidia. Jifunze kuona tabia kabla hujawekeza nguvu zako. Na muhimu zaidi, jifunze kuweka mipaka. Sio kila mtu anapaswa kupata kila kitu kutoka kwako, na sio kila mtu anastahili moyo wako wote. Kumbuka, msaada wako ni thamani, na thamani ikitolewa bila mipaka hupoteza heshima. Lakini ukitolewa kwa hekima, hujenga mahusiano ya kweli. Mwisho kabisa, kuna kitu nataka ukikumbuke kila siku. Mtu anayekuthamini kweli habadiliki baada ya msaada. Anakuwa karibu zaidi, anaheshimu zaidi, na anathamini uwepo wako. Lakini anayebadilika anaonyesha tu alikuwa nani tangu mwanzo. Kwa hiyo usijilaumu, usijichukie, na usibadilishe moyo wako mzuri kwa sababu ya watu wachache. Badilisha namna unavyowachagua, kwa sababu mwisho wa siku amani yako ni muhimu kuliko kuwafurahisha watu wasio na shukrani. Asante, tukutane kwenye video inayofuata.